jana huko visiwani Zanzibar, ambapo Abasi Al-Hassan Mwinyi kaka wa aliyekuwa rais mstaafu wa visiwani Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amefariki dunia jana, na tukumbuke kwamba alikuwa ni mgombea wa ubunge wa jimbo la Fuoni kule visiwani Zanzibar. Sasa kwa msiba huu kampeni zimesimama kwa muda kwa ajili ya kutoa nafasi ya kupisha maombolezo wa msiba huu, lakini utaona namna gani ambavyo umekuwa ni msiba mkubwa sasa kule visiwani Zanzibar. Lakini Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Kutokana na hiki ambacho kimetokea, tutoe pole kwa familia ya wafiwa, ndugu jamaa na marafiki, na Mwenyezi Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki kigumu cha kuondokewa na mpendwa wao. Lakini kwa wale wakazi wa jimbo la Fuoni pia Mwenyezi Mungu awatie nguvu, awape subira katika kipindi hiki kigumu ambacho wanakipitia cha kuondokewa na mpendwa wao ambaye alikuwa pia ni mtiania ugombea wa jimbo la Fuoni kule visiwani Zanzibar, hayat almarhum Abbas Al-Hassan Mwinyi. Na kwa kurekebisha hapo Ankobike, Abbas yeye ni mtoto wa Al-Hassan aliyekuwa rais. Si kakake. Sasa huyu ni kakake na ambaye alikuwa ndo Zanzibar sasa. Hussein Al-Hassan Mwinyi, ambaye alikuwa ndo msemaji wa familia. Kumbuka wakati msiba wa hayat Al-Hassan Mwinyi, huyu ndo alikuwa msemaji wa familia, na maana yake familia imepoteza mtu muhimu sana kutokana na msiba huu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awatie nguvu. Lakini pia ndo hivyo wanafuoni pia walikuwa wana matarajio makubwa na yeye kutoka kwake, lakini kama si hivyo taifa kwa ujumla bado tulikuwa tuna matarajio makubwa, lakini kazi ya Mola haina makosa. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Kwa hiyo lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini ukumbushe tu kwamba zimebaki siku 32 kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Yani leo tumebakisha siku 32, mwezi mmoja na siku 2, twende tukafanye maamuzi katika boksi la kura kwa kuchagua kiongozi ambaye atatuongoza kwa miaka 5 katika taifa letu, lakini katika kata zetu na alkadhalika. Basi kwa hiyo tujipange vyema kwa ajili kwenda kufanya maamuzi yaliyo sahihi.